Assalamu alaikum. Ya wa salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hali yako kijumla unaendeleaje? Ya namshukuru Mungu alhamdulillah, naendelea vizuri kabisa. Kocha, kikubwa ambacho kimenileta kwako hii leo, tunarudi tena Kigoma kwa mara ya mwisho tumecheza tupata ushindi, lakini tunarudi tena Kigoma. Mimi naweza nikasema kwako ni nyumbani. Sijui unaweza kutuambia zaidi. Ya ni Kigoma lakini wenyewe wamezoea kuita Brazil ya Tanzania kwa sababu ni mkoa ambao unatoa mastaa wengi sana ya kwenye mpira, hususan kwenye mpira, kwenye muziki, kwenye siasa. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inatoa watu wengi sana ambao ni maarufu. Kwa hiyo wengi wanapenda kuita Brazil ya Tanzania. Nafikiri kwangu ni furaha kwa kuweza kurudi nyumbani nikiwa na klabu yangu, lakini nikienda kucheza na against na klabu ya timu ya mkoani kwangu. Maandalizi kiujumla ya timu yetu yakoje kuelekea huo mchezo? Ya kiukweli maandalizi ni mazuri sana, na kinachotupa kingine jeuri, baadhi ya wachezaji wetu ambao walikuwa injury wameweza kurudi kwenye timu. Hicho kinatupa matumaini makubwa sana kwa kuweza kufanya vizuri katika mchezo huo ambao mimi naamini hautakuwa rahisi, lakini kiukweli maandalizi yanakwenda vizuri sana. Timu natarajia kuondoka lini hapa kuelekea Kigoma? Ya nafikiri kunako matarajia kesho siku ya Jumanne tutasafiri majira ya saa 8 na kuelekea Kigoma, ambako safari itakuwa ni ya masaa 2 na tutarejea kufika Kigoma muda wa saa 10 jioni. Nadhani Jumatano kesho Ya kesho Jumatano, ya tutasafiri Jumatano. Jumatano Mainazuani, ambayo mechi ni Alhamisi. Sahihi kabisa. Mbinu hiyo inakaje? Siku moja mnaenda eneo la tofauti na ambapo tumetoka kuelekea mchezo. Haina shida? Ya haina shida, na kiukweli unaangalia hata jiografia, unajua mkoa wa Kigoma ni mkoa ambao hauna viwanja vingi vya mazoezi, ya ambako tumetegea kwamba lazima twende siku moja kabla, ili kama sheria inavyoturuhusu tuweze kufanya mazoezi katika uwanja ambao tutafanya mazoezi. Tukienda mapema sana tunapata tabu sana kwa uwanja vya kufanyia mazoezi, na ndio maana tumechagua. Lakini vile vile ukiangalia hata time unajua sasa hivi hakuna, ni kila baada ya siku 2 mechi. Kwa hiyo huwezi kwenda ukakaa sehemu siku 2 kabla ya mechi. Kwa hiyo sisi nafikiri haitatusumbua na kiufundi imekaa vizuri zaidi. Tumalizie, unaitazamaje mechi? Mpinzani amebadilisha kocha hapa katikati kidogo, kama ameonekana kufanya vizuri. Mara zote tunapoenda Kigoma tunakuwa na mechi ngumu. Wewe kitaalamu, kiufundi zaidi, unaitazamaje mechi? Ya haitakuwa mechi rahisi. Mechi itakuwa ni ngumu sana yani. Ukiangalia Mashujaa ni washindani sasa hivi, wamerudi kwa vizuri, wana mwalimu mpya Julio ambaye ni mwalimu mshindani. Lakini ukiangalia hata toka amefika Julio ni timu ambayo haijawahi kupoteza. Ya japokuwa nafikiri imecheza michezo zaidi ya 6, michezo kama 6 au 5 ambayo imesuluhu na imeweza kupata ushindi wa goli moja. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambayo ni timu ambayo imeonekana ni ngumu kupoteza. Kwa hiyo unapokutana na timu kama hiyo sio kazi nyepesi sana, lakini kiukweli tumejiandaa pamoja na ugumu na ubora wao tuhakikisha tunapata alama 3 zote katika mchezo huo. Mashabiki wa Simba kwa wingi? Ya kwanza niendelee kuwashukuru na kuwapongeza, kiukweli wamekuwa na sisi katika muda wote na katika safari zote. Ya nafikiri na waomba waweze kuja kwa wingi. Sisi benchi la ufundi pamoja na wachezaji wetu tunawaahidi kuwafurahisha katika mchezo huo, kuhakikisha kila mwana Simba anatoka na furaha katika mchezo wa Alhamisi dhidi ya Mashujaa. Shukrani sana. Asante sana.